Asalamu alaikum, naomba kujua dhambi za kutoa mimba pamoja na hukumu yake, na vipi mtu anaweza kutubu toba kwa Allah akasamehewa. Kwa mfano mtu amepata mimba ya mwezi mmoja, baadaye akaitoa kabla ya miezi 4 ya kutoa roho hicho kiumbe. Karibu sana. Kwa ujumla kutoa mimba kwa ujumla wake, iwe ni ndani ya miezi 4 kabla ya miezi 4 kufika au baada, ni jambo la haramu, halifai. Sema kuitoa baada ya miezi 4 uharamu wake ni mkubwa zaidi. Ndio. Isitoshe waweza kuitoa mimba kwa udhuru wa kiafya. Ndio. Au sababu inayokubalika kisheria. Unaona? Lakini kama ikiwa umeitoa kwa makusudi kwa sababu zisizokuwa za kisheria, kwamba mimi nimetunga mimba mwezi mmoja huu, maisha magumu na nini, tena ukapatana na mumeo, bora uitoe, kaitoe. Unaona? Ndio. Ni dhambi ambayo dhambi yake si kubwa kama ile ya kutoa baada ya miezi 4. Sahihi. Kwa hiyo dhambi hii inaweza ikasamehewa kwa wewe kutubia tauba nasuha. Au mtawala akisema haifai kutoa mimba bila sababu, na kama akitoa tutamfanyia tahadhiri, pia inafaa. Ndio. Tahadhiri ni kumpiga bakora au kumfunga jela au kufanyaje. Ndio. Unaona, kumpa adhabu. Lakini si sawa na yule anayetoa mimba bila sababu baada ya miezi 4. Kwa nini? Kwa sababu wanachuoni wanasema na madaktari kwamba roho inaanza kuwekwa na ukamilifu wa binadamu unapatikana kwenye mimba baada ya miezi 4. Sasa wewe ukiitoa ukawa hukuwa na sababu, ukawa na sababu hizi za kijahilia, adhabu yake ni kama mtu aliyemuua mtu mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwanamke, mbali ya kutakiwa kutubia, basi utalipa dia na kafara. Haya, dia ya anayotakiwa kulipa mwanamke aliyeua kwa kawaida ni ngamia 50, nusu ya ngamia mwanamume. Ndio. Lakini kwa mtoto mdogo huyu ambaye hajazaliwa, wanachuona wanasema dia yake ni ngamia 5. Kwa hiyo atalazimika kutoa ngamia 5, halafu kufanya kafara. Na kafara iliyopo hivi sasa ni kufunga miezi 2 mfululizo. Sasa ujue kwamba hili jambo si dogo, ni sawa na mtu aliyeua mtu mwanadamu mwingine. Ndio maana dini yetu inapinga sana mambo ya abortion haya. Unaona kwamba mtu kishajaliwa na Mwenyezi Mungu kapata riziki ya mtoto, anakwenda kumtoa kwa sababu za kijinga. Sababu nyingine, sije nikachakaa mimi. Unaona mambo ya kulelea watoto haya. Bali wengine Mungu wajalia mpaka wanapata watoto, wawachukua wale watoto, tena afadhali wale wanakwenda kuweka kwenye milango ya misikiti. Wallahi hivi sasa watoto wanakwenda kutupwa kwenye majaa. Tunaona kwenye mitandao. Kabisa. Juzi nilisikia Moshi pale. Bwana bibi mmoja mjamzito, halafu kajifungua mtoto, kaona ni kero, kenda mahala kuna mama mmoja anauza vitu barabarani, ndizi sio kitu gani, na kuna public toilet hapo. Akamwambia hebu nishikie mwanangu mara moja na kwenda chooni. Basi kaingia chooni, hivyo alivotoka hakuonekana cha mbele. Yule mwanamke asema alikaa akamsubiri yule mwanamke mpaka saa 4 za usiku. Aona hakuna kitu, ngoja nikatoe ripoti polisi. Akenda akaambia, sasa mama, huyu mtoto mchanga maskini, tutamweka hapa kituoni, tusaidie mlee, kaa naye. Akasema mimi nashukuru kumpata huyu mtoto, kama ikiwa mwenyewe ampatikana aje kumchukua, hakupatikana nitamlea mwenyewe. Sasa hebu niambie, huyu mtu ambaye karuzukiwa na Mola mpaka mtoto katoka duniani salama salimini, unakwenda kumbwaga hivi? Na ukiangalia aghalabu ni hawa wanaopata ujauzito nje ya ndoa. Kwa sababu kama amepata ndani ya ndoa, mmoja ya malengo ya ndoa si ni watoto. Hivi baba atakubali kwamba mwanawe ndio kamtupe kule? Hata siku moja. Kwa hiyo hii ndio hali ya ukosefu wa imani, dini. Unaona hai wanyama hawa wakipata vitoto wanavilinda na kuvihami. Akija mnyama mwingine atakudhuru na wakinga. Hai hata kuku hao, unaona wakija
vifaranga vile akijamwea wanakwenda kuwakinga kabisa. Yani vitu vya kimaumbile hivi, wewe itakuwaje uende ukamtupe mtoto? Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hii ndio hali ambayo aliitaka ndugu yetu kuijua. Unaona toba yake inakubaliwa. Toba hakuna dhambi sio kubaliwa. Dhambi sio kubaliwa ni wewe baada ya kufa ya shirki basi, lakini madhambi mengine yote ukimuomba radhi Mola wako basi, na hapa duniani utaadhibiwa kwa sisi duniani tukabukabata nayo. Kama hii adhabu ya kulipa dia utaifanya hapa duniani, sawa umekubaliwa toba yako au hujakubaliwa, lakini utailipa. Unaona, au mfano hii ya nani ya kufunga utailipa hapa duniani, umekubaliwa wewe na Mola wako. Naam.